Hello guys. Karibu tena katika channel yetu ya Melisha Computer Class. Leo naenda kukuelekeza namna ya kutengeneza au ya kuandaa sabuni za magadi. Yaani ni jumuiya ya sabuni za michi kama unavyoziona hapo chini katika video yako. Kwa hiyo nitakuelekeza hatua kwa hatua. Na hii ni muhimu kwa vijana ambao bado hawajapata ajira au wanataka kujiendeleza kimaisha ili kujipatia kipato chao binafsi kwa njia halali. Kwa hiyo leo nitakuelekeza namna ya kuandaa au ya kutengeneza sabuni za magadi. Hizi sabuni guys huwa zinatumika katika maeneo mbalimbali. Sikiwemo majumbani mwetu huwa tunatumia hizi sabuni kwa ajili ya kuoshea ama kuoshea vyombo ama kufulia nguo. Lakini katika migahawa pia wale akina mama ambao wanatumia kwa ajili ya kufanya usafi wa vyombo pia huwa wanatumia hizi sabuni sana za magadi. Kwa hiyo mimi nitakuelekeza hatua kwa hatua vipi unaweza kuandaa hizi sabuni za magadi. Hapo chini katika video yako lipo neno limeandikwa subscribe, utalibonyeza mara moja ili kusudi kuendelea kuangalia hii video hatua kwa hatua. Guys, tunahitaji kuona malighafi ama kuna vifaa tunahitaji kuvitumia katika utengenezaji wa sabuni za magadi. Kwa hiyo nitakuelekeza hivyo vifaa hatua kwa hatua, na acha tuone hivyo vifaa ambavyo au malighafi ambazo zinahitajika katika kutengenezea sabuni za magadi. Kwanza tunahitaji kuwa na mafuta. Na kwa nini tunahitaji kuwa na mafuta? 75% au 70% ya sabuni za michi zinatokana na mafuta, na ndio maana tunahitaji kuwa na mafuta. Kwa hiyo tunaweza tukatumia mafuta ya wese na wengine pia wanatumia mafuta ya nazi. Kwa hiyo tunapokuwa na mafuta, maana yake ni njia ya kwanza kuweza kutengeneza sabuni za magadi. Lakini kifaa kingine au malighafi nyingine ambayo inahitajika ni hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide kazi yake katika sabuni za magadi au utengenezaji wa sabuni ni kwenda kusafisha yale mafuta ambayo tunatumia. Kuna wakati inakuwa sio safe ama sio salama, ndio maana tunatumia hydrogen peroxide kwa ajili ya kwenda kusafisha au kuyafanya yale mafuta, kutoa yale mabaki yaliyo katika mafuta ambayo unatumia kwenye utengenezaji wa sabuni za magadi. Kwa hiyo tunatumia au tunahitaji kuwa na hydrogen peroxide kwa ajili ya kufanya usafi wa mafuta. Kama unavyoona hapo katika video, miongoni mwa kazi za sabuni hydrogen peroxide ni kufanya usafi wa mafuta ambayo tunatumia katika utengenezaji wa sabuni za magadi. Vile vile tunahitaji katika utengenezaji wa sabuni kuwa na maji. Ili kufanikisha hili ama kutengeneza sabuni ya magadi, manake miongoni mwa malighafi au vitu ambavyo vinahitajika manake ni kuwa na maji, na maji yasiyokuwa na chumvi, manake maji ya kawaida. Kwa nini tunahitaji kuwa na maji yasiyokuwa na chumvi? Unapotumia maji ambayo yana chumvi, manake husababisha sabuni yako kutokuwa na povu la kutosha, na ndio maana tunahitaji maji ya kawaida. Kama unavyoona, hiyo ni sample, ni maji ambayo yako safe kabisa. Guys, pia tunahitaji malighafi nyingine ambayo inaitwa caustic soda. Caustic soda kazi yake kubwa ni kwenda kufanya connection ama kuunganisha kati ya mafuta pamoja na tunaunganisha mafuta na maji, kwa sababu maji na mafuta yanapokuwa pamoja yanajitenga. Maana yake maji yanakuwa chini na mafuta yanakuwa juu. Kwa hiyo unapoweka au unapomix caustic soda, maana yake unaunganisha maji na mafuta kwa kitu kimoja. Ndio kazi kuu ya hiyo caustic soda. Lakini kifaa kingine ambacho tunakihitaji baada ya caustic soda katika utengenezaji wa sabuni za magadi, tunahitaji kuwa na hand gloves. Hand gloves au gloves, hizi ni gloves za kuvaa mikononi, yani kwa ajili ya kufanya protection ama kuweka ulinzi katika mikono yako au afya yako, kwa sababu zile ni chemical ambazo unazitumia pale. Kwa hiyo lazima uweko safe ama uweko salama. Tunahitaji kuwa na protection ama prevention, ulinzi, na ndio maana tunatumia hand gloves kwa ajili ya kuvaa hizi. Kama unavyoona hapo, tumevaa katika mikono yetu kabla ya kufanya kitu chochote maana yake.
Pia tunahitaji kitu kingine au malighafi nyingine katika utengenezaji wa sabuni za magadi. Tunahitaji kuwa na sodium silicate. Hii sodium silicate ni kwa ajili ya kwenda kuondosha zile kemikali au zile chemical, mwasho na mchubuko ambao unasababishwa na caustic soda. Caustic soda ile ni kemikali, kwa hiyo tunahitaji kuondosha zile chemical, ndio maana tunatumia sodium silicate. Unapotumia hii sodium silicate, maana yake unakwenda kupunguza mwasho au mchubuko ambao unasababishwa na caustic soda. Na hiyo hapo chini ambayo unaiona katika video yako ni sodium silicate ambayo inakwenda kuondosha hiyo michubuko na athari ambazo zinaweza kujitokeza katika utengenezaji wa sabuni pindi unapotumia caustic soda. Hizo ni baadhi ya miongoni mwa malighafi ambazo tunazitumia katika kutengenezea sabuni za magadi. Lakini vile vile tunahitaji kuwa na rangi, yani blue color. Mara nyingi tunahitaji kuwa na rangi ya blue katika utengenezaji wa sabuni za michi au sabuni za magadi. Na mara nyingi sabuni za magadi ndio tunatumia rangi ya blue, lakini pia unaweza kutumia rangi nyingine yoyote, lakini sisi katika utengenezaji wa sabuni za magadi mara nyingi huwa tunapendelea blue color. Kwa hii ni video ya kwanza au ni lesson namba 1 ambayo tunakuelekeza au tunakuonyesha vifaa au malighafi ambazo zinahitajika katika utengenezaji wa sabuni za magadi. Sasa tutaenda video namba 2 kwenda kuonyesha vitendo au yani hatua kwa hatua au kwa vitendo vipi tunatengeneza sabuni za magadi. Kwa hiyo acha tukaone video namba 2 au class namba 2 vipi tunaweza kutengeneza sabuni za magadi. Endelea kuangalia video namba 2